Boti za kivita za jeshi la IRGC, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Irani, zinadaiwa kufyatua risasi kuelekea meli moja ya mafuta katika pwani ya Oman. Shambulio hilo limetokea wakati huu ambapo Irani imetangaza kurejesha udhibiti mkali na kufunga mlango bahari wa Hormuz. Ripoti za awali zinaashiria kuwa hakuna majeraha yaliyotokea katika tukio hilo. Sasa nimepita katika wavuti wa CNN, chombo cha habari kutoka Marekani, na wao wameandika habari hii: boti za kivita za Irani zafyatua risasi dhidi ya meli ya mafuta baada ya kufunga tena mlango bahari wa Hormuz. Inaripotiwa kuwa meli ya pili imepigwa na kitu chenye ncha kali, projectile, huku meli nyingine zikigeuza mwelekeo baada ya Irani kurejesha vikwazo katika njia hiyo muhimu ya maji. Mlango bahari wa Hormuz, meli moja ya mafuta imeripotiwa kushambuliwa kwa risasi na boti za kivita za Irani wakati ikipita katika mlango bahari wa Hormuz. Hatua hiyo imekuja baada ya jeshi la Irani kutangaza kurejesha vikwazo katika njia hiyo muhimu, likidai kuwepo kwa uvunjifu wa uaminifu wa mara kwa mara unaofanywa na Marekani. Wakati huo huo, wajumbe wa Marekani na Irani wanatarajiwa kufanya mazungumzo siku ya Jumatatu kwa ajili ya makubaliano yanayoweza kusitisha vita, kwa mujibu wa duru za Irani zilizoiambia CNN. Marekani bado haijathibitisha ratiba ya mazungumzo hayo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa huenda asiongeze muda wa kusitisha mapigano na Irani iwapo mazungumzo hayo yatafeli. Israel nayo imesema itaweka mstari wa njano, yellow line, mfumo ambao pia unatumika kule Gaza ili kuwazuia wakazi wanaokimbia makazi yao kurejea katika vijiji 55 vinavyokaliwa kwa mabavu. Aidha, mwanajeshi mmoja wa Ufaransa kutoka kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO ameuawa katika shambulio ambalo Rais Emmanuel Macron amesema huenda limetekelezwa na kundi la Hezbollah. Wakati ambapo mkutano wa Pakistan ukitarajiwa kufanyika siku ya Jumatatu, siku ya leo pia imeteka hisia za watu. Macho na masikio ya ulimwengu yameelekezwa katika Mashariki ya Kati, ambapo hali ya usalama inazidi kuwa tete, huku harakati za kidiplomasia zikipamba moto. Habari kuu ikiwa ni Tehran kurejesha udhibiti mkali wa mlango bahari wa Hormuz, mashambulizi dhidi ya meli ya mafuta na mazungumzo ya amani yanayotarajiwa kufanyika nchini Pakistan. Mimi ni Hamad Rashidi.